kijiji cha Silalei kilichopo wilayani Monduli mkoani Arusha. Takribani asilimia 99.9 ya maboma yaliyopo hapa yanamilikiwa na mtu mmoja, Laiboni Ole Mapii, ambaye pia ndiye kiongozi wa jamii ya Wamaasai wanaoishi katika eneo hili. Laiboni Mapii amejaliwa watoto, wajukuu na vitukuu wengi tu ambao hawatambui. Ndio chanzo cha ujenzi wa shule hii, huku akiamini kuwa elimu itawatoa taka na kuchangia kuendelea kwa jamii. Nigunga nimejenga kwa sababu kuna kipindi wameenda shuleni huko. Kuna mtoto wangu kapata ajali, kagongwa na gari, akagonga kabisa na akafa. Ndio nikajenga kwa hiyo hasira kwa sababu ya ajali. Saitoti Meshuko Mapii ni mmoja wa walimu waanzilishi wa shule ya msingi Laiboni kabla kuwekwa mikononi mwa serikali mnamo mwaka 2010, na hapa anaeleza baadhi ya changamoto zinazokabili shule hii. Shule sasa ina upungufu kidogo, kwa sababu imefikia mahali ambao sasa hivi watoto wako mpaka darasa la 7, lakini kuna upungufu wa madarasa mawili. Nyumba ya walimu, kwa sababu tuna ni moja ya walimu, lakini bado mmoja au mwingine. Changamoto kubwa ya shule ya msingi Laiboni ni uhaba wa madarasa, nyumba za walimu pamoja na walimu. Je, nini wito wa Laiboni Mapii kwa serikali ambayo kwa sasa iko na dhamana ya shule hii? Nina kitu sana ya kuomba, kwa sababu na mimi mwenyewe niko mkononi mwao. Wakija tusema hawa viongozi wa serikali, nikienda kuwaonyesha shule kwamba angalieni kuna madarasa ambayo bado hajatimia, sana naomba msaada zitimie. Ikizingatiwa kuwa mtoto ni matunda kati ya mke na mume, Laiboni Ole Mapii ana jumla ya wanawake 6 mbali na 2 kufariki. Lakini waliobaki wamekuwa wakiishi kwa furaha, amani na upendo licha ya idadi yao. Ishi kwa upendo na amani. Napendana sana. Watoto nalea kabisa, hata watoto wenyewe napendana kwa sababu ya mama napendana. Utajiri mkubwa wa mifugo alionao Laiboni Ole Mapii umekuwa na maana kubwa kwa jamii ya Kimaasai katika maendeleo ya elimu, hali inayothibitisha kwa sasa ile dhana ya wingi wa mifugo si jambo la ufahari tena, bali mifugo kwa maendeleo. Wamaasai wanapatikana nchini Kenya na Tanzania. Nikiripoti kutoka wilayani Monduli mkoani Arusha, mimi ni Samuel Mwalongo, Citizen Nipashe.